zitakuwa bayana siri. Assalamu alaikum, kwa jina naitwa Abdalla Bakari, Amiri Habari Uhusiano na Ustawi wa Jamii TAMSIA mkoa wa Dodoma, au Jumuiya ya Vijana na Wanafunzi wa Kiislamu Tanzania TAMSIA mkoa wa Dodoma. Tunapoadhimisha miaka 33 ya kuanzishwa kwa jumuiya yetu, leo hii TAMSIA Dodoma tumeadhimisha kitofauti. Tumeadhimisha kwa kuhamasisha ujenzi wetu wa kituo chetu cha kielimu ambacho tunaendelea nacho. Leo hii kama unavyoona, tumehamasisha baadhi ya viongozi wa matawi kuja kuona mradi ambao unaendelea hapa katika kituo chetu cha kielimu ambacho kiliasisiwa na wazee wetu, viongozi waliotangulia ambao walipigania mpaka kupatikana kwa eneo hili. Kwa hiyo leo hii tuko hapa kwa ajili ya kuhamasisha baadhi ya viongozi waje kuona namna gani ambavyo tunafanya harakati zetu, lakini vile vile namna gani ambavyo jumuiya yao inaendelea kutoka kuanzishwa kwao mpaka hivi sasa. Kwanza tuwashukuru sana waliopigania mpaka kufanikisha kinapatikana kiwanja au eneo hili kwa ajili ya vijana na wanafunzi wa Kiislamu. Lakini vile vile tunaombea Mwenyezi Mungu awape kauli thabiti wale wote ambao wametangulia, walikuwa ni miongoni ambao walihakikisha kwamba vijana wa Kiislamu na wanafunzi wa Kiislamu wanapata eneo hili la Dodoma. Maanake anazungumzia marehemu Mwalimu Juma Mbuva, lakini Twalibu, lakini hivi karibuni ametutoka mlezi wetu wa upande wa kike Madam Nuru. Mwenyezi Mungu aendelee kuwarehemu, awape kauli thabiti. Lakini matukio haya kama isingekuwa wao kupigania kupatikana kwa eneo hili, basi sisi vijana mpaka sasa hivi tungekuwa hatuna eneo. Lakini wao walifanya juhudi kubwa, lakini tuendelee kuwapongeza baadhi ya viongozi ambao walikisha kwamba sisi tunasimama tukiongozwa na amiri wetu wa mkoa Mwalimu Jafari Daya kama unavyoona. Lakini tuwashukuru wadhamini wetu Dhinuraini ambao wametujengea msikiti na vyumba viwili vya madarasa, lakini na ofisi. Lakini hatujaishia hapo, tunapigania sasa hivi kujenga vyumba 6 vya madarasa. Nguvu hii unayoiona hapa ni wanafunzi wenyewe kwa kuchangishana 1,100, lakini na wadau mbalimbali ambao wametusapoti, ambao wanaendelea kutunga mkono. Mimi ni washukuru sana, wasituchoke vijana hawa wa Kiislamu, bado tunahitaji nguvu yao kubwa na sapoti yao kubwa kuweza kuhakikisha kwamba kituo cha kielimu tunakifanikisha, lakini kituo hichi kitakuwa ni msaada mkubwa kwa vijana wote Tanzania nzima, sio Dodoma tu. Kama unavyoona, tunatarajia kujenga kituo cha kielimu ambacho kitakuwa kina vitu mbalimbali. Amiri wetu wa TAMSIA mkoa wa Dodoma kwa kushirikiana na viongozi wote wa mkoa na wilaya zake, tuendelea kuhamasisha wadau, lakini wanajumuiya kuweza kuhakikisha kwamba wanasapoti nguvu hii ya ujenzi. Kikubwa ni ushirikiano ambao wanaendelea kutuonyesha wadau mbalimbali. Mimi sina mengi, niwatakie kila laheri katika tunaadhimisha miaka 33 ya TAMSIA. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naitwa Salum Ali, ni mwanachama wa TAMSIA. Leo katika namna tofauti kabisa katika kuadhimisha miaka 33 ya TAMSIA Dodoma, wao wamekuja na kitu tofauti kabisa. Wao katika maadhimisho haya wameamua kuja kufanya uhamasishaji wa mradi wao wa ujenzi wa madarasa haya ambayo yanajengwa katika kituo hiki cha TAMSIA hapa Chidachi. Na nichukue nafasi hii ama nichukue fursa hii katika kuwahamasisha wanajumuiya wa TAMSIA, kwani nguvu hii iliyofanyika hapa ni ya viongozi wa TAMSIA na wanafunzi wachache ambao ndio wameweza kuchangia ili kuweza kukamilisha mradi huu ambao tunaona unajengwa hapa wa madarasa. Sasa hii ni nguvu ndogo, kwa hiyo tunaweza tukaongeza nguvu hii kwa wadau wengine ambao wanaguswa na jambo hili, ima wazazi wa wanafunzi hawa ama viongozi ama na watu wengine walioko katika nafasi nyingine, wanaweza wakaja kuwasapoti hawa ili kuweza kukamilisha mradi huu ambao unajengwa hapa ama skuli ambayo inajengwa hapa. Tukumbuke kwamba kituo hiki kikija kukamilika itakuwa ni kituo kizuri kwa ajili ya kuwasaidia wanafunzi wetu na vijana wa Kiislamu kama ilivyo ama kama inavyotajwa katika kauli mbiu ya TAMSIA, TAMSIA is you and I together we can. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.